Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hii ni The Gospel Media ikikutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam kwa mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo uko nami Ibrahimu Ibare. Mada ya leo inasema, sharti tumwamini yeye. Hii ni Machi 12. Kabla tujalianza somo letu siku ya leo, ni kualike tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu ishie mahali pasili juu mbinguni. Watoto wako wa kiume na wa kike tunalitukuza jina lako. Tunasema asante kwa upendo. Tunasema asante kwa rehema. Tunakushukuru kwa ajili ya kazi zetu mbalimbali ambazo umetubariki tuzifanye. Leo tumechagua kuanza na wewe. Na kabla tujaenda kwa majukumu yetu mbalimbali, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Roho yako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na zaidi sana ukatubariki na kutuongoza sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amina. Sharti tumwamini yeye. Luka Mtakatifu sura ya 8 aya 48. Neno la Mungu linasema, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Akiwa njiani kwenda nyumbani kwa kiongozi katika umati wa watu, Yesu alikutana na mwanamke wa kuhurumiwa ambaye kwa miaka 12 alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa uliofanya maisha yake kuwa mzigo. Alitumia mali yake yote kwa madaktari na tiba, lakini alitamkiwa kuwa ugonjwa wake hauwezi kutibiwa. Lakini matumaini yake yaliweza kuimarika aliposikia kuhusu miujiza aliyofanya Kristo. Alijua kuwa ikiwa angeweza kumfikia angeponywa. Alikuwa karibu kukata tamaa wakati alipokuwa akipita katikati ya umati, akafika karibu na mahali alipokuwa. Fursa adhimu ilikuwa imewadia. Alikuwa mbele ya tabibu mkuu, lakini kati ya machafuko hakuweza kuzungumza naye wala kuona zaidi ya monekano wa umbo lake akipita. Kwa hofu ya kupoteza nafasi yake ya pekee ya kupata nafuu, alijikaza akijisemea, ikiwa tu nitaweza kugusa vazi lake nitapona. Bwana Yesu alipokuwa akipita, alisonga mbele na aliweza kugusa pindo la vazi lake. Lakini katika muda huo huo aliweza kujua kuwa alikuwa ameponywa. Katika mguso huo mmoja kulikuwa na imani ya maisha yake, na mara moja maumivu na udhalimu wake vilipisha nafasi kwa nguvu za afya kamili. Ghafla Yesu akasimama na watu wakasimama naye. Aligeuka na akatazama huku na huko, akauliza kwa sauti inayosikika juu ya machafuko ya umati, ni nani aliyenigusa? Mwokozi aliweza kutofautisha mguso wa imani kutoka kwa mguso wa kawaida wa umati usiojali. Imani hiyo haikupaswa kupuuziwa bila kutajwa. Alitaka kusema maneno ya faraja kwa mwanamke mnyenyekevu ambayo yangekuwa chanzo cha furaha kwake, maneno ambayo yangekuwa baraka kwa wafuasi wake hadi mwisho wa nyakati. Yesu alisisitiza kujua nani alimgusa. Alipogundua kuwa kujificha kusingeleta faida, alijitokeza kwa kutetemeka na kujitupa miguuni pake. Kwa machozi ya shukrani, alielezea hadithi ya mateso yake na jinsi alivyopata nafuu. Yesu kwa upole alisema, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Haikuwa kwa kugusa kwake tu, bali kwa imani iliyoshika nguvu zake za kiungu ndipo uponyaji ulipotokea. Haitoshi kuamini kuhusu Kristo, tunapaswa kumwamini yeye. Imani pekee itakayotuokoa ni ile inayomchukua kama Mwokozi wa kibinafsi, inayotambua stahiki zake kwetu wenyewe. Wengi wanashikilia imani kama maoni. Imani inayookoa ni mapatano kama ya kibiashara, ambapo wale wanaompokea Kristo wanaungana na Mungu kwa uhusiano wa kiagano. Imani ya kweli ni maisha. Imani iliyo hai inamaanisha ongezeko la nguvu, imani ya kujiamini ambayo kwa hiyo
nafsi inakuwa nguvu inayoshinda. The Desire of Ages, ukurasa wa 343 na 347. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Machi 12, mada ikisema sharti tumwamini yeye. Tunapokuwa tukihitimisha mada hii siku ya leo, ninamshukuru Mungu kwa ajili yetu sote. Ninaomba baraka zake ziambatane nawe. Uingiapo na utokapo ubarikiwe. Chochote ambacho utakifanya kilicho chema, Bwana akaweke baraka zake hapo. Neema yake iwe nasi sasa na hata milele. Amina.